manispaa ya Ubungo wanaonekana kwenye nyuso za furaha hawa ni walimu, na wana umoja wao ambao wanaojiita walimu wazalendo katika manispaa ya Ubungo. Nadhani kuna jambo hapa wanalolifanya au wanalolikusudia kulifanya. Wao watasema kama wana jambo au hawana jambo. Asante. Mimi kwa jina naitwa Philemon Sengo, makamu mwenyekiti jukwaa la walimu wazalendo manispaa ya Ubungo. Nimeongozana na walimu wenzangu, niko na viongozi wenzangu na wanajukwaa la walimu wazalendo manispaa ya Ubungo. Tumekuja katika kituo hiki cha mahabusu ya watoto hapa Dar es Salaam, manispaa hii ya Ilala, Tanzania, kwa ajili ya kuwaona vijana hawa na kuwapa baadhi ya vifaa hivi vinavyoonekana hapa ambao vitawafaa kutumia wao wakiwa katika mazingira haya. Kuna vifaa mbalimbali kama unavyoona, kuna vyakula, mchele, unga, sukari na tambi, lakini kuna vifaa vingine kama sabuni za kuogea, sabuni za kufulia, peni za kuandikia, sababu wengine bado ni wanafunzi. Kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo vingine vinaonekana hapo sijavitaja, ila vinaonekana hapo. Haya, asante mheshimiwa mwenyekiti wa walimu wazalendo. Haya ndugu zangu, naona na nyinyi mpo hapa. Tumeambiwa na msemaji kwamba nyinyi ni walimu wazalendo. Ni kweli nyinyi ni walimu wazalendo? Ndio, sisi ni jukwaa la walimu wazalendo manispaa ya Ubungo. Tumewiwa kuja kutembelea kituo hiki. Kimsingi tulikuwa hatujafahamu nini kilicho. Tunapita nje tunaona, lakini tukasema tuchukue hatua ya kwenda kujua kuna nini, lakini tusiende mikono mitupu. Lakini tunajua kabisa kwamba lazima tunapokwenda kuna vitu vitakavyohitajika. Tushaambiwa ni mahabusu, na mtu yote ambaye yuko mahabusu kuna vitu atakuwa anahitaji, na ni mahabusu ya watoto. Kwa hiyo tukasema kwa mara ya kwanza tunakwenda kujua kuna nini, tufike tuone kuna nini, lakini tuende na baadhi ya vitu kidogo. Wakati tukienda tena kujipanga kujua kwamba okay, tutaenda kwa kundi fulani kwa ajili ya jambo fulani. Tumeshajua kwamba kumbe kuna hili tunahitaji hili. Wakati mwingine hata sisi wenyewe tulikuwa tunakuja kutoka kwenda kufanya facilitation, kwa sababu kwenye walimu kuna watu wa kada mbalimbali. Mimi mwenyewe nayeongea hapa ni by professional ni mwalimu, lakini ni counselor. Kwa hiyo kumbe nina uwezo wa kutoka nikaja kwenye kituo nikafanya session za counseling, kukaa kuongea na watoto, na bado watu wengine wenye majukumu tofauti. Kuna watu ambao wana field mbalimbali wakaja wakatoa huduma kwenye kituo. Asante. Haya, mheshimiwa mwalimu, nimeambiwa nyinyi ni walimu wazalendo. Ni walimu wazalendo au walimu wa uzalendo? Karibu uongee mawili matatu, taanza na majina yako. Asante sana. Kwa jina naitwa Shabani Abdul Juma Selemani Mjanga Brenda, Mnyamwezi wa Tabora. Kama swali ulivyouliza, ni kweli sisi ni walimu wazalendo ambao ndoka na mimi ni mwalimu wa wazalendo, walimu wazalendo jukwaa la Ubungo. Haya, hongereni sana kwa kitendo cha kuja kuwatembelea vijana wetu hapa. Asante sana ndugu mwanahabari. Ni kwamba tunashukuru sana kwa kuweza kufika hapa, kwa sababu kuna vitu vingi ambavyo tumejifunza hapa, na kiukweli tunawashauri wazazi kama wana watoto ambao wanakuwa katika mazingira ambayo sitofahamu, wanaweza kuja kujifunza elimu hapa wao pamoja na watoto wao, au labda wanaweza kuwa wao na ndugu zao karibu kuja kujifunza mambo mengi ambayo yanapatikana hapa katika gereza hili. Lakini mimi niseme tu kwamba hii niseme kama ni shule kabisa, kwa sababu ukifika hapa unajifunza mambo mengi sana kuhusu jinsi ya kuwalea watoto wetu. Asante sana. Asante.